Karibu Tabora, karibu Toronto. Ni mimi hapa mwenyewe najitoa kwa nafsi yangu yote na shinikizo la wazazi kwamba niachane na maisha ya mtaani na bodaboda, tafute fani, upate ujuzi ambao utakusaidia katika maisha yako yote. Kwamba nikiwa hapa naweza nikafanya kazi hapa sehemu nyingine tofauti na bodaboda ambaye anaweza akatoka hapa kushinda kwenda kupata kazi sehemu nyingine. Mafanikio katika maisha hayaji kama ndoto kama baadhi ya watu wanavyoamini na kusubiri miujiza pasipo kujituma, kufanya kazi kwa bidii na kutumia fursa zinazowazunguka. Kazi ya kwanza ambayo niliifanya ilikuwa ni kazi ya kutengeneza dirisha pamoja na mlango, kwa maana ya grill na mlango wake. Nilipata connection kwa mtu wangu wa karibu, aliniunganisha. Kwa kazi ya kwanza nilivyopata, sikuwa na miliki kifaa chochote kile. Kwa hiyo niliweza kufanya ile kazi kwa kwenda ofisi ya mtu, kumwomba nifanyie kazi yangu kwenye ofisi yake, lakini ni kwa makubaliano. Baada ya kazi yangu kuisha, tulikubaliana nitamlipa kiasi cha fedha. Kwa hiki kinachofanywa na vijana hawa hapa katika jiji la Dodoma kinanikumbusha ule usemi usemao, kuombaomba msaada ni aibu ya kwanza, kunyimwa ni aibu ya pili, na kutangazwa hovyo hovyo kwa watu ni aibu ya tatu. Kwa uzoefu wangu, mimi tayari najitahidi sasa hivi kutengeneza dirisha pamoja na mlango wa aluminium pamoja na grill. Na wakaribisha vijana wenzangu ambao wako mtaani, na wakaribisha sana waje wapambane, maana ya maisha ya mtaani sio. Kwa hiyo na ushauri vijana waje tujumuike kwa pamoja tuweze kuimarisha jamii. Kwa haya na mengine mengi, usikose kufuatilia makala hii. Kumbuka, kila kitu kinahitaji muda na hutakiwi kukata tamaa wala kufikiria mafanikio ya siku moja. Nakumbuka ilikuwa ni njia kama ya mwaka mmoja niliweza kufanya hivyo. Ndio ilimridhisha. Majibu alionipa kwamba amependezwa na kazi yangu niliyofanya. Nimefanya kazi nzuri, aliridhika nayo. Karibu Tabora, karibu Toronto.